Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Swala anauliza mwenye kuuliza, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningependelea kufahamu, tunajua kama kadara ni Mwenyezi Mungu anaipanga. Je, kadar inaweza kushanje, ya bimaana inaweza kubadilika kutokana na dua? Kama ni je, binadamu anaweza kuwa sababisho ya kadara, anaweza kuwa sababu ya kadar yake kushanje, kubadilika? Kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa akili ya kujua kizuri na kibaya, na akatupatia pia kuwa na choice, chaguo yani. Swali kutoka kwa dada yetu, nikijibu kwenye audio itakuwa bora zaidi. Masala ya makadara na dua. Je, dua inaweza ikabadili makadara? Haya masala tunajibia tu, lakini sio kwa upana zaidi. Mwenye suala tutamuomba arejelee kwenye darsa la kitabu chetu ambacho kinaitwa darsa letu la kitabu kinachoitwa Ad-Da'u wad-Dawa'u cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Darsa za mwanzo, ima darsa ya 3 au ya 4, ndipo tumeyazungumza haya masala aliyazungumza Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayna wa alayhi. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Falmuhim, kitu cha kwanza uelewe kwamba vile dua na makadara au na yale aliyoandikiwa mwanadamu kumkuta, kuna hali 3 ya hivi vitu. Kuna hali 3. Hali ya kwanza, uliandikiwa katika makadara yako utakutwa na mabalaa fulani. Kisha wewe ukaomba dua. Hii dua na haya mabalaa vinapambana, vinakutana, vinapambana. Hii dua ikishinda nguvu haya makadara ulioandikiwa wewe, basi yale makadara yanabadilika. Yale majanga ulikuwa uliandikiwa kwamba yatakukuta yanabadilika, hayakukuti tena. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, dua na mabalaa au makadara yaliyoandikiwa mwanadamu vinapambana. Kisha haya makadara yakaishinda nguvu dua. Haya yabadiliki, yatampata tu mwanadamu. Ndio pale unakutana mtu anaomba Allah niepushe mbali na hasara kwenye biashara zangu. Kisha baadaye unakutana mtu anapata hasara kwenye biashara. Bimaana haya makadara ya hasara yameishinda nguvu dua yako. Lakini ile dua inapunguza nguvu ya yale mabalaa, jinsi yalivyokuwa yalipangwa yangilikujia, huenda yangelikuwa ni mazito zaidi. Ile dua inapunguza nguvu, lakini makadara yatakugusa tu. Kwa sababu gani? Yameshinda nguvu dua. Hali ya 3, dua na makadara vyote vikalingana, vikawa sawa, vikawa nguvu sawa. Hivi vitabakia vinapambana hivi. Vitabaki vinapambana hivi. Na ndipo ile ya kwanza ambayo tumesema dua inaibadili makadara
ni pindi dua itakapoishinda nguvu makadara. Na hapo ndipo panakuja hadithi alipokea Hakim inayosema la yaruddu alqadara illa du'a. Hakuna kinachorejesha makadara nyuma isipokuwa ni dua. Hii sio moja kwa moja. Mtu asije akasema mbona mimi ninaomba kila siku lakini nakutwa tu na matatizo. Maana yake hayo matatizo yanayokukuta wewe yameshinda nguvu dua yako. Yameshinda nguvu dua yako. Kwa hiyo sisi wanadamu tunafanya sababu, tunaomba dua kwa sababu haujui makadara gani ulioandikiwa, wala haujui makadara haya yana nguvu gani kwa upande wa dua yako, ili kusema mtu uache kuomba dua. Kuna mtu anafika na kuambia mimi sifanyi ibada, kama nimeandikiwa hiki kitanikuta tu. Hiyo sio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hiyo ni itikadi ya kundi linaloitwa Jabria. Na hili kundi libovu sana, libaya kabisa. Kwa hiyo mwanadamu fanya sababu, muombe Allah dua. Kuhusikana na hali za dua kubadilisha makadara, ni hizo hali tatu ambazo tulizozitaja. Kwa mapana zaidi, rejelea darasa letu la kitabu Ad-Da'u wad-Dawa kwenye channel yetu ya YouTube au Telegram. Hadha billahi tawfiq.